Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Shalom mpenzi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumaye umuri wa afya na muda kama na huko kando kando ya radio yako kwa ajili ya kuendelea kusikiliza matangazo yetu na vipindi vyetu. Ni muda mzuri wa wewe kuweza kufuata taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili ambayo inajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za ripota wetu toka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kiraifa. Naitwa Safari Alimasi, mchambuzi wako wa leo. Upande wa pili nitasaidiwa na Isaac Milucha Ashibe, na kualika uweze kunitegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari. Nasema karibu. Msikilizaji, uchambuzi wa habari kabla unakuwa unapata fursa kuweza kupata habari muhimu ambako za leo zaletwa kwenu naye Sudi Valente. Karibu Sudi. Naam, asante sana kabisa mwenzangu Safari Alimasi Nimetinwari kwa fursa ya habari muhimu. Hivi kwanza tuanzie hapa katika mji wa Baraka ni kwamba mashirika ya kiraia na shindikizo za kiraia Baraka Fizi yamemwandikia gavana wa jimbo hili la Kivu ya Kusini Mheshimiwa Jean-Jacques Pohos barua cha kumtaka kufika eneo hili ili kuja kuonesha raia wapi miradi aliyoahidi ilipoishia. Huko Kilembwe ni kwamba mkuu wa sekta ya Lulenge pa Kilembwe Zawadi Abandelwa Bambe ameomba kwa baadhi ya makundi ya wazalendo kuachana na tabia ya kupiga risasi ovyo, kwani inakuwa na vinyume vingi kwa raia. Katika habari za kitaifa ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Afya imetoa msaada wa vifaa vya afya kwenye hospitali ya jeshi la taifa na askari polisi pa Kinshasa kwa ajili ya matunzo ya ziada kwa majeruhi wa kivita. Mengi zaidi tutaweza kumsikiliza mwenzetu Isaac Milucha Ashibe kuna kwa habari hizi za kitaifa. Safari Alimasi Nimetinwa naweka nukta kuna ukurasa wa habari muhimu. Ni kushukuru Sudi Valente. Tufungue jamvi letu la uchambuzi wa habari tukianzia katika mji wa Baraka na taarifa zinazosema kuwa mkuu kiongozi wa shule la sekondari na Kiele Bwana Ikiochi Mshika na Victor ametaja kutishwa maisha na watu wenye kushikilia silaha ambako alio inapelekea maisha yake kuwa hatarini, huku akiomba vitengo vya usalama kuingilia kati swala hilo. Katika mazungumzo na radio yako, mkuu kiongozi wa shule hilo la Kiele ameonyesha hapa vitisho anavyovipata, huku akiomba kwa vitengo mbalimbali husika na usalama kumlindia usalama wake kama anavyoeleza. Nimefika kwenye Radio Kivu ili nijulishe uongozi wa jiji la Baraka, wazalendo, jeshi la taifa pamoja na ANR wajue ya kwamba niko kwenye tatizo. Kuna watu au walimu wangu ambaye anaitwa Nunduma Yaliwa Aliabu Lwendama, au walimu kutumika kazi yao vizuri, wamejiandaa vilivyo, wakashushwa kwenye shule la msingi, na walimu hao walichukia zaidi hadi kufikia kutumikisha aliyekuwa mwanafunzi wangu leo yuko kwenye shule la kisekondari Uzima hapa Baraka. Huyu mwanafunzi wamemtumikisha achukue wazalendo kutoka Kaboke ili awaongoze waje wakaniuwe hapa Baraka. Ilikuwa siku ya kwanza ya tariki 26. Mwanafunzi huyu alinitumia SMS na message zake hizo ya kusema ya kwamba ametumwa aje akaniangamize maisha. Sasa tukaendelea kuongea naye kwenye SMS, ikafika akaanza hitaji kupewa pesa. Wakati alihitaji kupewa hizo pesa, nikafanya mastrategy yangu. Huyo mwanafunzi akafika hadi hapa Baraka akisindikizwa na wazalendo kutoka kwenye kijiji cha Katungulu au Bazimbwe. Kisha kufika hapa nikajulisha viongozi wa wazalendo, mzee Chalumba akatuma vikosi vyake vikaja kwenye eneo la tukio Mezwe Skal, wakashikwa na hivi wako
kwenye jela la Yepe hapa Baraka. Ni vijana wawili wa kizalendo na yule mwanafunzi mmoja ambaye ametumikishwa na hao walimu wangu pale na Kiele ni katika eneo la Mwae Plateau. Nahitaji ukingo, usalama uendelee vizuri katika eneo langu ninaloishi. Maisha yangu iko hatarini. Walimu hao wanatumikisha vijana ambao bado ni wachanga, waelewe kitu, na hivyo nahitaji walimu hao washikwe, wawe katika mikono ya sheria na sheria ifuate mkono wake. Ujumbe wa mwisho ni kusema kwamba mwalimu ambaye hatumiki kazi vizuri ni lazima afuate yale ambayo kiongozi yake anamfundisha vizuri. Kuwa na zoezi ya kusikia kila mara habari za mitandaoni ni sababu mojawapo ya raia wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi kupata ugonjwa wa kisukari. Ndivyo amesema mganga mkuu wa kituo cha afya Imona mjini Baraka. Katika mazungumzo naye Mweneba Toussaint Clovis, mganga mkuu wa kituo hicho cha afya Imona, ameanza hapa kuonyesha namna gani watu wanapata magonjwa ya kisukari au diabetes kupitia habari za mitandaoni. Ndiyo ndugu mtangazaji, unajua stress inaleta magonjwa makubwa mawili ambayo hayaumi. Kama vile kisukari huwaga hakiume, ama tansio ile pressure haikuwa kinauma hapana. Lakini namfanya mtu kukuwa na jihisi mwili kuwa haina amani japokuwa hakuna mahali kunapomuuma. Na ile anaposikia habari ambayo yanatumwa kiolela, kama wale walio na simu kubwa, unasikia watu anakaa tu chini sijui iko wapi, anatuma audio ya kuonyesha kwamba walisema wanapofika fasi fulani hawataacha mtu. Unajikuta mtu anakuwa akijiogopa sana. Na ile hali inafanyia mtu yeyote ule ambaye alikuwa ana ile hali ajisikia kukuwa anakata kitumaini, na unajikuta labda hana hela za kumsema kama tahama aende fasi fulani. Na kwa wale ambao waliweza kwenda Bujumbura, wengine wakaenda huko Tanzania, tukasikia kama maisha yao ni mabovu sana, watu wakakosa amani. Mwishowe ameomba kwa raia wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi kuwa na uzoefu wa kufanya mazoezi kila mara, kwani ni msaada mkubwa kwa wananchi. Ujumbe wa kinga kwa raia zote wa tarafa la Fizi ni kufahamu kwamba yanayofanyika yanaweza kufanyika lakini watu ni kukamata virutubisho ama kukamata mareference kwa lugha ya Kimombo ya yale ambayo yalipita hapo awali. Sisi kama vile Wakongomani si mara yetu ya kwanza sisi kutikimbia vita ama kuingia katika hali ya vita, lakini wafahamu kwa hii miaka ambayo tuko ndani mwake, chakula ambayo tunavyoikula haiko chakula ambayo iko na rutuba ile ya zamani. Tunakuwa na zile ambayo wanaita masemanse ameliore, nazo vile vile hazijibu kwa mahitaji ya watu tarafani Fizi na jijini Baraka. Ndio kwa maana tunakwenda kuambia watu jambo la kwanza la kujikinga nalo, watu wakamate tatizo ambayo hiko kama vile si kitu. Na jambo la pili, watu wakwende kukamata tabia ya kufanya mazoezi hata nyumbani kwao. Mazoezi si kwenda mbio wala haraka kila mara. Hata nyumbani kwako unaweza kukamata dakika 13 kwa siku ili ufanye mazoezi. Ile mazoezi inamsaidia mtu kukuwa na sahau yale ambayo alikuwa akiyafikiria zaidi, na kuwa na tabia ya kucheka hata mara 3 kwa siku ili ujisaidie mwenyewe na kujua namna gani unaweza kaendelea kuishi maisha ya afadhali kibinafsi, hijapokuwa hali ya dunia inaendelea kuzorota, lakini wewe kibinafsi unajilea hili uone kama utafikisha kesho yako ambayo iliyopangwa na Baba. Hivi kinga hizo ambazo unaweza kuzitoa, kwa kweli unaamini kwamba zinaweza zikasaidia raia wa mji wa Baraka kufariki tena ghafla? Ndiyo ndugu mtangazaji, wakati tatizo tulilo nalo ni wakati ndani la jiji ya Baraka na tarafa la Fizi watu huwa wanadharau traitement preventif hama matunzo ya kukinga. Ndio kwa maana unapomwambia mtu anadharau, anasema eske kufanya sport inaweza fanya nini? Unasikia mtu anasema sasa ninapocheka mara 3 kwa siku itaniletea nini? Lakini sisi kwa kiganga tumefunzwa na tumeonyeshwa bayana kwamba ile yote ina kazi kubwa ndani ya mwili wa mtu. Wakati mtu anapofanya hatua hizo kwa kila siku, na wakati mtu anakuwa na dakika hata 15 kwa siku akiweka miguu chini, akitembelea chini kwake kwenye upango wake, ile nayo pia ni dawa ambayo inamsaidia mtu kuepukana na stress, hasa zaidi
kuepukana na ile michomo ya mwili, kwa sababu mwili unapoanza vichomi, hiyo ni alama na dalili ya kwanza ya ugonjwa wa kisukari, kwa sababu kisukari huaga haki. Daima katika mji wa Baraka, mashirika ya kiraia na shinikizo za kiraia Baraka Fizi yamemwandikia gavana wa jimbo hili la Kivu Kusini kibarua cha kumtaka kufika eneo hili ili kuja kuonyesha raia wapi miradi aliyoyaahidi ilipoishia. Mengi zaidi na mchumbe wa mkulima na Fatuma. Katika mazungumzo nasi Bwana Albere Etonda Maisha, msemaji wa muungano huo wa mashirika ya kiraia Baraka Fizi, anaeleza hapa kuhusu kibarua walichokiandika. Kama vile watu walivyojua, baada ya Ngwabije kutoka ilikuwa utawala wa Purusi wakiwa pamoja na vice gouverneur mtoto wetu Jean-Jacques Lakano. Ngwabije manda yake yote iliisha kufika Fizi Baraka, na hakuna chochote ambacho Fizi Baraka iliwahi kufaidika. Na hapo tulikuwa tukisema sana na hakuna ambacho hakikufanyika. Leo Purusi ameingia, wanamuita mteritori zingine Magufuli. Hatuwezi kumuita Magufuli kwa sasa. Tumetegemea kwamba muda uliopita mbele ya vurugu ambayo imetokea mu province ya Sud Kivu, kila wakati Purusi atakuya, gouverneur atakuya, mpaka gisi vurugu imefika. Gouverneur ameenda nje ya province, na kulikuwa miradi ingine ambayo tayari kuwa imetegemewa, imesema kwamba tayari iko pale itakuja, kama vile 1000 lampadaires, kama vile barrage ya Malicha, kama vile $30,000 ya retrocession, ya subvention, ya kufanya projet zingine territoire, zingine vile ambazo zilikuwa cible tayari pesa zimetoka. Za Baraka Fizi hatujue ziko wapi. Upande mwingine, Albere Tonda Maisha amesema ni dharau kubwa ambayo gavana alitenda kwa raia wa Baraka Fizi, kwa vile gavana huyo Jean-Jacques Purusi kufika kwenye eneo hili na kutokuongea na raia kwa kuendesha hotuba ya hadharani kama anavyotekeleza kwenye tarafa na miji mingine ya jimbo hili. Sisi tulitegemea wakati tulipopata habari mitaani, sisi hatukupata habari kabisa officiellement kwamba gouverneur delegation yote itakuja kufika Baraka kutoka Kasaba, ambapo alipokuwa gouverneur amefika usiku na ametoka usiku, kwa sababu hakuna yule ambaye amemuona asubuhi. Yani alifika usiku na ikawezekana alitoka usiku. Tuliwazia kwamba atafika, ataongea na raia wa jiji la Baraka. Wajene wengi wameingia uzalendo. Vice gouverneur amesensibilize wa jeune kuingia uzalendo na kwenda kufanya front kule muplene, na watoto wa mama wa baba wa wale vijana ambao wanatetea kule kufro wako hapa Baraka, wako Fizi. Tulitegemea gouverneur atafanya mitingi asubuhi yake, aongee na wale wa raia, awapatie pole kama vile anavyofanya mu territoire ya Uvira. Amefika karibuni mara 4 na afike usiku na atoke usiku. Anafanya meeting na anafanya ma consultation na ma differente couches za société civile. Me Baraka Fizi hakuna, na sisi kwetu tumekamata kama ni humiliation, kwamba ni kudharau watu. Ni gouverneur kwa sababu sisi raia tuko hapa. Bila sisi raia hakuna. Hata hivyo, Albere Tonda Maisha amesema wao kama mashirika ya kiraia wametoa muda mchache ili ujumbe toka kwenye government ya jimbo kufika eneo hili ili kuja kusikiliza raia. Na ndio kwa sababu tumesema kwamba tunahitaji delegation ya guvernora ambayo iko Uvira ifike Baraka kwa muda mfupi. Yale ambayo sisi tunahitaji kuongea nao tuiongee. Ile ambayo wataambia raia kuhusu usalama, maendeleo, waambie. Haimaanishi kwamba tuache kwanza mambo mengine yote. Sagisi guvernera amesema kwenye radio, tumesikia, tuache mambo mengine kwanza tupiganishe vita. Hapana. Na kama tukiacha mambo yote kwanza, yani hata kulipisha mataksi tuache, tupiganishe vita. Kuko watu ambao wako pale kabisa wanapiganisha vita, na sisi pale ni kuchangia. Sasa ni kuchangia mawazo na mambo mengine. Haimaanishi tubaki kufanya maendeleo. Watu hawatakula kwa sababu M23 iko Bukavu, iko Kamanyola. Hapana. Watu hawatashindwa kujenga kilalo kwa sababu M23 iko Kamanyola. Hapana. Inaomba tujuru watu waendelee kutumikia juu ya security na juu ya maendeleo. Na ndio kwa sababu kibarua tulisema kwa muda mfupi tunaomba delegation ya guvernora ifike Baraka, ifike Fizi. Bila vile mashirika ya kiraia na mvumasi twae zote zimesema, na tumesema kwamba taxes za province hazitalipwa hapa Fizi, hapa Baraka. Ili tuyue $30,000 litembea je, lampadere 1000 ambazo zilisema ziko tayari ziko. Na kama zimebakia mu entrepot moja kule Bukavu, watu ambie. Tunahitaji kujua ile yote. Baraja Malicha iliishia wapi? Hatujui. Hata kama sema vita tuyue, okay. Hii vita tulikosha kuwa hapa.
haina shida, lakini hapana kufika kurudia na hatujue nini kinachoendelea. Mwishowe, kwenye kibarua hicho cha mashirika ya kiraia wamesema kuwa endapo hakutokuwepo na ujumbe wote toka kwa gavana, basi hakuna tozo yoyote ya jimbo itakayolipwa kwenye eneo la Baraka Fizi. Na ile ndio lengo ya ile barua, sio barua mbaya. Na tumesema kwamba zile pesa za gouvernement provincial, ile mataksi yote, kama delegation provinciale kukuya hazitalipwa kwenda kule, wazalendo zitasaidia effort de guerre, watoto wetu zitawasaidia kule mpleni, zitasaidia wake zao, ili zile pesa zikuwe naingia nazo mu ile effort de guerre ambayo iko nafanyika na province, kwa sababu wao wanasema hakuna vitu vya maendeleo. Okay, yende bakia basi Kabunambo, na sisi wote twende bakia Kabunambo, tuache waraia wa chini waendelee kufanya makazi ingine na hakuna kulipisha kitu, na wazalendo waendelee kukamata ile mataksi ya province, ili sisi wote twende bakia pale kwa Bunambo, kwa sababu wanasema tuache mambo mengine yote, tupiganishe kwanza adui kama Nyolo. Sisi wote na governor na mashirika ya kiraia na wa maire na wa administrateur toe Kabunambo, na pale ndio itakuwa mambo ya kusema kwamba tuache mambo mengine yote, tupiganishe adui. Diplomasi rais iko naifanya, wa vita wako napigana vita, na mambo mengine sisi tuendelee kufikiria mambo mengine juu ya maendeleo ya province ya Sud Kivu, juu ya vile ya Baraka na juu ya territoire ya Fizi. Ni vyema tuwajulishe kuwa ni mashirika ya kiraia na sindikizo ya kiraia ipatayo 10 za Baraka Fizi ndizo zilizosahini kwenye kibarua hicho, huku jitihada zetu za kumpata gavana Jean-Jacques Purusi kutokana na swala hilo bado zaendelea. Na kwa wale wapendelevu wa habari za michezo, na mpisha mwenzangu Sudi Valente. Karibu Sudi. Asante sana kabisa mwenzangu Safari Almasi Nimetinwar. Leo kunako ukurasa wa habari za michezo tunaanzia kwanza na hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba mechi moja ya kirafiki iliweza kushuhudiwa kunako majira ya saa 3 za asubuhi kunako uwanja wa Lumumba hapa katika mji wa Baraka, ambako klabu ya VC Umoja walitoka sare kabisa 2-2 dhidi ya klabu ya VC Ami Baraka. Mechi ilikuwa ni mechi ya kirafiki ambayo iliweza kushuhudiwa kunako uwanja wa Lumumba hapa katika mji wa Baraka. Tukisalia tu katika mji wa Baraka ni kwamba tayari kata 8 za katika mji wa Baraka ndizo tayari kuonesha nia ya kujiunga kuna tournament ambayo inaandaliwa na uongozi wa vijana hapa katika mji wa Baraka, na kata hizo ni pamoja na kata ya Makampani, Matongo, Mshimbaki, Majengo ya pili, Aibaze ya kwanza, Monge, Mwandiga pamoja na kata ya Mwemezi. Uongozi wa vijana ndani ya mji wa Baraka ambao unasimamiwa naye mwenyekiti De Gaulle Malembe umeomba kwa kata zingine ambazo bado kuonesha nia ya kuja kujorozesha kwenye tournament hiyo basi waje haraka iwezekanavyo ili waweze kutoa kalendari ya tournament hiyo. Mpenzi msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu, ni hayo ndio niliyokuandalia kwa siku ya leo kunako ukurasa wa habari za michezo. Asante Sudi Valente kwa habari za michezo. Msikilizaji, endapo ndo unakuja kujiunga nasi, ni ukumbushe kwamba hii ambao unaendelea kuitegea sikio ni za Kiswahili ya Radio Kivu. Tunatangaza kwenye masafa 93.0 FM tukiwa katika mji wa Baraka. Vile vile uchambuzi wa habari utaupata kwenye mtandao wetu wa YouTube ukiandika Radio Communautaire Kivu Baraka, na kuomba usisahau kulike, kushare na kusubscribe ule wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Kampuni Fizi One Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Msikilizaji, tujielekeze huko Kilembwe ambako mkuu wa sekta Lulenge pa Kilembwe Zawadi ya Bandelo wa Bambe ameomba kwa baadhi ya makundi ya wazalendo kuachana na tabia ya kuwa napiga risasi ovyo, kwani inakuwa na vinyume vingi kwa raia. Katika mahojiano na Radio Kivu namba 1 huyo wa sekta Lulenge ameanza hapa kuonyesha namna gani alilivyokuwa katika siku za nyuma. Ukweli ni kwamba sekta ya Lulenge milio ya risasi na sikilika hili. Sababu gani niseme hivi? Ni grupe mbili, afike Kilembo kuko grupe 3, na zote hizo grupe 3 kuna grupe mbili ambayo walisababisha kupigwa kwa masasi ya uwingi. Ni grupe ya CNPSC na grupe ya grupe de jeune. Na hiyo pia ilichangia hata wengine wenzao grupe ya 3 ya autodefense nao wakaanza hiyo tabia. Yana maana kwamba barriere zenye walierisha ilegalema ndio ilikuwa masababu. Watu wakikataa kulipa hapo inabidi masasi zianze pigwa. Watu wakikataa kulipa hapa inabidi watu wapigwe shingo sana. Yana maana kwamba raia wa sekta ya Lulenge kutokana na hizo barriere ndio chanzo kubwa ambayo ilisababisha masasi kupigwa kwa wingi.
inawaza wakati tunasiprime na wako wanatusikia, hata kusikia masasi kila siku itaisha. Upande mwingine, mkuu kiongozi huyo ameomba kwa wakuu viongozi wa wazalendo kubadili wazalendo waliokopa Kilembwe kwa sasa na kuwatumia wengine. Zawadi ya Bandelwa Bambe anaeleza mara tena. Lakini mimi kama kiongozi naweza kuambia wakuu wa wazalendo ya kwamba ombi langu na la raia mzima ya sekta ya Lulenge ni hiyo hivi vikundi vyenye kuwa hapa Lulenge viondoshwe na watutumie vikundi vingine. Tutakuwa tunaleta suluhisho kubwa kwa hiyo matatizo ya raia wa Lulenge. Tumekwisha kuendelea kufanya hizo mapledoyer kwa seigneur de guerre wa hivi vyote vikundi. Matumaini yapo sababu jeshi kama ideolojia yao wa zalendo ni jeshi la kisi wa serikali wa kiraia. Yana maana wakati sisi tunasema wanawajibika kuwa wanatufikia, sababu ni jeshi letu, ni wanaitwa ni wa reserviste wenye kusaidia jeshi la FARDC. Yana maana kwamba wanawajibika kusikia malalamiko ya raia. Ndugu mtangazaji, acha nikwambie ya kwamba raia kama unavyomtambua raia akisikia mlio wa risasi ni cheti atetemeke hata na kukimbia porini. Sichuke masasi zenyewe zilikuwa zinapigwa karibu na hospitali general de reference ya Kilembwe. Hawezi kubali, watu wengi walikimbia, hata watu wengi wenye walikuwa hospitali wenye pato walikuwa wachalipa waliprofite kukimbia mwa ile janga, na wengi wakaenda hata hospitali ilikosa kuingiza ile kidogo ambao wanapaswa kuingiza. Donc dans le sens négatif il cause ma dégâts. Msikilizaji, hivi sasa ni habari za mikoani, tukianzia na huko katika mkoa wa Tanganyika, makao makuu Kalemi, ambako mji wa Kalemi umeangazwa tena kisha takriban wiki moja ya giza kubwa lililosababishwa na tatizo kwenye bwawa la umeme la huko Bendera. Mwanaripota wetu wa huko Kalemi Olumbweli Dokta anaangazia ripoti hii. Ni mnao majira jioni Alhamisi hii ndio umeme umekuwa unarejea Kalemi kwa mara nyingine tena, na hiyo ni kwa furaha kubwa ya raia na hasa zaidi wateja wa kampuni ili husika na masuala ya kugawa umeme mjini Kalemi. Umeme huo umekuwa unarejea ni kisha takriban wiki moja pale Kalemi nzima pamoja na kando yake ilikuwa katika giza kubwa, na hiyo ni kutokana na tatizo la kitekniki lililokuwa linajitokeza ghafla kwenye bwawa la umeme la Bendera kupatikana kwenye kilomita 120 kaskazini mwa Kalemi mjini. Pale kampuni hili la SNEL ilikuwa inajitahidi kufanya kazi kubwa ili kufikia kutoa jibu kwa tatizo hilo. Kufuatana na SNEL ni kwamba tatizo hilo la kukatika kwa umeme ghafla mjini Kalemi ilikuwa nagusa aswa zaidi group principale namba 2 pale ilikuwa nasababishwa na kupungua kwa kasi ya maji kwenye njia ya maji husika kutoka kwenye kiwango cha kilogramu 67 ya santimeta kibe na kufikia 46 ya kilogramu santimeta kibe. Ni pale SNEL ilikuwa naandikia gavana wa jimbo la Tanganyika kwa kuhitaji dola 8,306 kwa kuendesha kazi kama na hiyo. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe DJ Doctor. Na kwenye habari za kitaifa kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Afya imetoa msaada wa vifaa vya afya kwenye hospitali ya Jeshi la Taifa na askari polisi wa Kinshasa kwa ajili ya matunzo ya ziada kwa majeruhi wa kivita. Mwenzetu Isaac Muluchashibe kabla hajaja hapa studioni alituandalia ripoti ifuatayo. Waziri wa afya ya umma, usafi na ukingo wa jamii ameendesha harakati za kupana vifaa vya matibabu na dawa kwa watu wa huduma katika vituo mbalimbali vya afya vya vikosi vya FARDC na polisi wa kitaifa wa Kongo PNC. Vifaa hivyo vilivyotolewa na msaada wa mfuko wa uendelezaji wa afya FPS vinakuja kukizi mahitaji ya haraka ya hospitali hizi ili kuwatunza wagonjwa na waliojeruhiwa katika vita wanaoishi Kinshasa na mashariki mwa nchi, haswa Beni, Bunia, kama Bembo na Kindu. Uwezo huu ni sehemu ya mpango wa afya ulimwenguni ambao huelekea kumpa raia yeyote wa Kongo uwezo wa kupata huduma ya afya kwa njia ya ubora na bila kutumia pesa zao. Haswa wanaume wetu ambao ni askari kila siku wanajitoa muanga ili kukabiliana na uvamizi wa Rwanda. Kila siku tuna idadi kubwa ya majeruhi, vifo, maambukizi, shida za kiafya zinazohusishwa na shambulio hilo. Wizara ya Afya imezamiria kuwapa msaada. Waziri wa Afya Roger Kamba aliyasema hayo. Huku waliongeza kuwa
Mpango huu Wizara ya Afya ingependa kwanza kuielekezea kwa walio hatarini, lakini zaidi sana kwa wale wanaojitolea juu ya nchi yetu kama askari wetu na polisi. Tuna huduma za matibabu ambazo zinahitaji uboreshaji mkubwa, lakini pia tunao uhitaji mkubwa wa watu watakaohudumia katika huduma zetu za afya juu ya askari na polisi. Ninakuhakikishia kuwa serikali imejitolea sana kuboresha usambazaji wa huduma hii. Katika hafla hii, waziri wa afya alitangaza kwamba ifikapo Juni serikali itazindua kadi ya kitaifa ya bima ya afya na wale wa polisi ili waweze kupata huduma za matibabu kwa bure. Asante Isaac Mulucha Shibe kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, tukamilisha uchambuzi wetu wa habari na huko Burundi. Nchi ya Burundi imeomba msaada wa kimataifa katika kukabiliana na wimbi la wakimbizi kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanaendelea kukimbia vita kati ya jeshi la taifa FARDC na waasi wa M23. Undani wa taarifa hii na Ibukuru Elias Daniel kutoka Burundi. Albert Shingiro, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Burundi, amesema tangu mwanzoni mwa mwaka wa 2025 Burundi, nchi inayopakana na DRC, imekaribisha zaidi ya wakimbizi 100,000 wa Kongo kwenye ardhi yake. Albert Shingiro alitoa kauli hizo wakati wa mkutano wa mawaziri wa mfumo wa ufuatiliaji wa kikanda wa mfumo wa amani, usalama na ushirikiano wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu MRC uliofunguliwa Jumanne mjini Kampala kabla ya mkutano wa 12 wa wakuu wa nchi. Katika hafla hiyo, waziri wa Burundi ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuisaidia Burundi ili nchi hiyo iweze kukabiliana na wimbi hilo kubwa haraka la wakimbizi kutoka nchini DRC. Machi mwaka jana, Umoja wa Mataifa ulikadiria idadi ya wakimbizi wa Kongo waliokaribishwa nchini Burundi tangu Januari walikuwa ni takribani watu 70,000, wengi wao wakiwa ni wanawake, watoto na wazee. Wimbi hilo kubwa la watu likitokana na kusonga mbele kwa kundi la waasi la M23 ambalo limeateka maeneo mbalimbali mashariki mwa DRC. M23 iliundwa mwaka 2012 na wanajeshi walioasi kutoka jeshi la DRC na kuchukua silaha na kuchukua maeneo kadhaa katika jimbo la Kivu Kaskazini lililo kwenye mpaka kati ya Rwanda na Uganda. Kinshasa inaishutumu Rwanda kwa kuunga mkono kikamilifu M23 kupata utajiri wa madini katika eneo hilo. Shutuma hizi zinaungwa mkono na ripoti za mashirika ya Umoja wa Mataifa ambazo zinaashiria uungwaji wa kijeshi wa Rwanda kwa vuguvugu la waasi la M23. Rwanda inakanusha madai haya ikisema kuwa M23 ni vuguvugu la Wakongo linaongozwa na Wakongo wenyewe. Kigali pia ikikataa mahitimisho ya ripoti za Umoja wa Mataifa na ikikumbusha kuwa liliwapo kwenye silaha waasi wa M23 ambao walikuwa wamekimbilia katika ardhi yake mwaka wa 2012 na 2013 kabla ya kukabidhi silaha zao kwa mamlaka ya DRC. DRC imejenga muungano mpana wa kijeshi na wanajeshi wa Burundi, wanamgambo wa Wazalendo na FDL katika kupambana na waasi wa M23 ambao wamesababisha mapigano makubwa na kuyagharimu maisha ya watu. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Msikilizaji, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Shukrani kwa wewe ambaye ulitegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari. Vile vile namshukuru bani wangu ambaye ni Isaac Mulucha Ashbe na jopo zima la waandishi wa habari wa Radio Kivu waliokamilisha hasa kuandaa uchambuzi wa habari. Aliyekuletea uchambuzi wa habari si mwingine ni mtangazaji wako Ashekwa na Mbongo Safari Almas Levitinwa. Sina la ziada na kuaga nikisema bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.